Ni mshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa serikali yake tulivu, lakini pia nimpongeze Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya kwa kazi kubwa ambayo ameweza kuifanya, lakini kipekee nimpongeze mratibu wa maafa ya wilaya ya Rungwe ndugu Mwambapa, lakini pia kipekee zaidi Chama cha Mapinduzi kwa kazi hiyo ambayo wameweza kuifanya kuja kusindikizana na hawa. Lakini zaidi ni washukuru Red Cross kwa kazi kubwa ambayo wameifanya katika siku ya leo. Jana tulikuwa katika kata ya Kawetere, tukaenda Bagamoyo, tukaenda na Buliaga. Red Cross vitu mnavyoviona hapa wamevileta hivyo hivyo. Leo tumeanza Lupepo, tumekuja hapa kata ya Ikuti. Ni jinsi gani watu hawa wa Red Cross wamekuwa na upendo wa dhati namna hii. Lakini Red Cross pasipo kuwa na ushirikiano mzuri na viongozi, watu hawa wanaamini wasingefika Red Cross. Kipokee nimpongeze Mheshimiwa Mbunge CPI Anton Albert Mwantona kwa kazi kubwa anayoifanya kuendelea kutuitia wadau mbalimbali waje kutuona watu wa Ikuti. Tumeona ofisi ya Waziri Mkuu wamekuja hapa wametuona. Tumeona viongozi mbalimbali ambao Mheshimiwa Katibu Mwenezi wa wilaya amesema hapa. Kwa hiyo ni watu wengi sana wamekuja kutuona. Hii ni jinsi gani mbunge wenu CPI Anton Albert Mwantona anazidi kuwaalika wadau mbalimbali kuja kuwaona watu wa Ikuti. Na leo kipekee tumekuja na watu wa Red Cross wakiongozwa na mratibu wa Red Cross wilaya yetu ya Rungwe. Kipekee ni wapongeze sana watu wa Red Cross kwanza kwa kuwiwa na kwa kuguswa kwa maafa yaliyoweza kutukuta, lakini pia kukubali kuja kutuona sisi. Lakini pia niwapongeze Chama cha Mapinduzi ambao ndio wasimamizi wa ilani yetu ya serikali. Kwa jinsi gani ambao wameweza kujitoa kwa kila misafara, wamekuwa wakiendelea kuwasindikiza watu wakawapatia watu misaada hii. Niwashukuru sana viongozi wote kipekee na niseme asanteni sana. Watu wa Ikuti nataka niwaambie jambo. Waswahili wanasema akufaye wakati wa shida ndio rafiki wa kweli. Amezungumza mwenyekiti wa kijiji cha Ikuti ndugu yangu Asibu hapa. Nimpongeze sana. Amezungumza kile kilichopo moyoni. Mheshimiwa CPI Anton Albert Mwantona anawafaa watu wakati wa shida na ndio maana huyo ndio rafiki wa kweli. Lakini pia niwapongeze sana watu wa Red Cross. Hawa watu ni rafiki wa kweli. Wamekuja kutuona wakati wa sisi tukiwa tumepata majanga haya. Awali yote nichukue fursa hii kwanza kuwapongeza na kuwashukuru Red Cross kwa kazi kubwa walioifanya. Hii ni kata ya pili, tumetoka Lupepo tumekuja Ikuti, na tukitoka hapa Ikuti tutaenda Nkunga na tutamalizia Kinyala. Lakini jana tulikuwa kata ya Buliaga, tukaenda Kawetere na Bagamoyo. Huu ni ufadhili wa Red Cross ambao wameshirikiana na serikali, lakini kupitia Chama cha Mapinduzi chenye serikali. Niwashukuru sana. Lakini nichukue fursa hii sasa kuwashukuru. Nimshukuru Mheshimiwa Mbunge Mheshimiwa Anton Albert Mwantona ambaye ni mbunge wa jimbo hili la Rungwe. Sisi wanachama cha Mapinduzi tunatembea kifua mbele kwa sababu baada ya kupata changamoto na majanga haya, Mheshimiwa Mbunge alikuja hapa akiongozana na chama kutoa pole kwa kila kaya iliyopata changamoto. Lakini nataka niseme wanaikuti, sisi Chama cha Mapinduzi na serikali hii hailali, inafikiria sana kuhusu swala lililotokea na hii changamoto kubwa tulioipata. Tunaendelea kuamka na kuweza kutafuta wadau mbalimbali kama Mheshimiwa Mbunge anavyofanya. Maafa haya sio kwamba ya Ikuti tu, yamegusa wilaya, yamegusa mkoa, yamegusa taifa, pamoja na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amegusa haya. Tunashukuru sana Mheshimiwa Mwantona kwa sababu amefanya kazi kubwa ya kuhamasisha na kuwaleta wadau mbalimbali kwa ajili ya kusaidia wananchi wa jimbo lake waliopata na maafa haya. Nishukuru pia Red Cross kupitia kwa mbunge walipopata taarifa hizi sasa mmetufikia. Ndugu zetu tuwashukuru sana na tuseme tunapokea haya kwa mikono miwili na kwa unyenyekevu. Wahanga wa haya matatizo, haya majanga wapo kijiji cha Kiobo nyuma huko. Kwa karibu wageni wote tumewapokelea hapa kwa sababu kule kwa sasa njia zimejifunga, hakuingiliki tena. Lakini tumewafikishia misaada yote tangu timu zote zimeanza kufika hapa mpaka wakati huu. Tuwahakikishie kwamba neno hili la shukrani mtubebe kulifikisha kwa wote, wadau wote ambao wamehusika katika hii misaada. Mimi kwa majina naitwa Yohana Evans Mwandesile, ni mratibu wa Tanzania Red Cross Society wilaya hii ya Rungwe. Lakini niko hapa kwa niaba ya katibu mkuu wa shirika la Red Cross taifa. Nadhani jana tulikuwa naye, tulikuwa na majukumu ya kutoa mahitaji kama haya katika kata za Buliaga, Bagamoyo pamoja na Kawetere, lakini leo kaniagiza nije kumwakilisha kwa ajili ya kukabidhi vitu hivi. Ndugu zetu wa Ikuti, kwanza tunawapa pole sana. Sisi wana Red Cross tulipopata taarifa ya maafa na majanga yaliyowakuta, tulituma timu ambayo iliweza kufika katika maeneo yenu na kuweza kujua ni changamoto zipi ambazo mmekumbana nazo. Tafiti ambazo zilifanyika sisi tukazichukua tukaziwasilisha kwa viongozi wetu wa ngazi ya juu
na wao wakazichakata na kuona namna gani pia wanakuja kuwapa pole. Ndugu zangu, tunatambua kipindi ambacho mmepitia kipindi kigumu, na huenda vitu ambavyo tunavileta vikawa havina thamani ya vile vitu ambavyo mmepoteza, lakini yote haya tunayafanya kuashiria kwa Wanakamba tunawapenda, lakini tuko nanyi katika kipindi ambacho mmekipitia. Lakini sambamba na hilo, sisi kama Red Cross huwa mara nyingi maafa na matatizo yanapotokea huwa ni watu wa kwanza kufika katika maeneo kwa ajili ya kuweza kuisaidia jamii, hata kwa kutumia nguvu kazi kwa ajili ya kuhakikisha tunakuwa katika hali ya usalama. Lakini sambamba na hilo, nitumie nafasi hii kuwashukuru wadau wote ambao walijitokeza kwa haraka zaidi kwa ajili ya kuja kuwakimbilia mlipokuwa mmepatwa na maafa. Katika eneo letu sisi la kanuni zetu za shirika la Msalaba Mwekundu, kuna eneo ambalo linaashiria muda mwingi kuonesha upendo. Kwa hiyo wale wadau wote waliweza kukimbia kipindi hicho, naamini walikuwa na upendo mkubwa kama kanuni the way zinavyotuongoza. Sambamba na hilo, tunaamini Mheshimiwa Mbunge amekuwa na kazi kubwa sana toka kipindi wananchi wake walipopata na maafa haya. Amekuwa bega kwa bega kuhakikisha anaendelea kuwaomba wadau ili waweze kuwafikia kwa ajili ya kuweza kuwapa pole. Lakini Chama cha Mapinduzi, tumeona matukio mengi sana kila wakati. Tunapoona wadau, tunapoona picha wanapokuja kuwatembelea, tumeona hawajawaacha wananchi wake, kuhakikisha wanakuja kuungana na nyie, kuhakikisha wanaendelea kuwapa faraja. Hivyo tunawashukuru sana. Lakini pia ofisi za kiserikali kupitia ofisi ya mkuu wa wilaya, kiongozi wa maafa, muda mwingi na yeye amekuwa kiunganishi mkubwa sana kuhakikisha anawapeleka watu katika mazingira ambayo watu wa maafa wameweza kuwepo. Ndugu zangu, tunatambua tumepitia kipindi ambacho ni kigumu sana. Pengine ni kipindi ambacho hakuna aliyefikiria kama tunaweza tukapitia katika kipindi hicho. Mungu aendelee kuwashika mkono, Mungu aendelee kuwasimamia, na sisi kama shirika la Red Cross, nadhani Mheshimiwa Diwani hapa amezungumza kwamba sehemu ilipotokea maafa hakupitiki, lakini sisi kama Red Cross tunatamani tuweze kufika ili mwisho wa siku na sisi yale ambao tutaweza kuyaona huko basi tuwarudishie viongozi wetu ili waone namna gani pia ya kuweza ikiwezekana kuja kutoa elimu kwa wale watu wanaweza kuishi kule, au ikiwezekana kuja pia kutoa mwongozo na namna gani pia watu wanaweza wakaepukana na athari kipindi ambacho zinajitokeza. Kwa hivyo ndugu zangu, tumefika hapa Ikuti kwa ajili ya kuleta hii misaada, na naamini pia uongozi wa kiserikali kwa maana ofisi ya Mheshimiwa Mbunge, lakini pia ofisi ya Chama cha Mapinduzi wanaendelea kuhamasisha kuhakikisha wadau wanakuja kuwaona, na lengo kubwa ni kuhakikisha imani kubwa ambao mliweka miongoni mwao basi na wao wanataka walipe kwa kuonesha matendo mema na matendo ya huruma.